kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Sema ataipiga Oman kama ilivyo. Trump ameambia vyombo vya habari kwamba Oman inaweza kushambuliwa kwa mabomu ikiwa itaingilia juhudi za Marekani, huku ikitaka Irani kujisalimisha. Kumbuka Irani na Oman wanakubaliana ambao wanaendelea nayo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Sasa Trump anaona kama hawa wanapanga kunipotezea kwenye huu mchongo kabisa. Na hiyo kauli inakuja baada ya zinazoitwa zile kumalizika kwa siku 60. Kumbuka kulikuwa kuna mpango wa ceasefire ambao uliongozwa na Pakistan pamoja na Qatar kuhakikisha kwamba sasa mazungumzo au kuweka silaha chini kati ya Marekani pamoja na Iran unafikiwa tamati. Kwa jana ndio zilikuwa zinafikiwa siku 30, siku 60. Na Trump vile vile ameendelea kuishangaza dunia, anasema kwamba ataweza kuishambulia Oman. Kumbuka kwa kipindi kirefu walikuwa wanaomba kwamba huu mlango bahari wa Hormuz kwa sababu jiografia ya Iran pamoja na Oman unapakana, kwa hiyo kuhakikisha kwamba wanakuwa katika sehemu ya msingi katika anasema katika kumiliki mlango bahari wa Hormuz. Lakini Trump anatoa kauli hiyo akiwa anasema kwamba ana mazungumzo ya ndani kabisa ya kikosi cha kulinda mapinduzi IRGC ambao wamekuwa wamezungumzwa na utawala wake, taarifa nyeti kabisa. Yani yeye ana mazungumzo nao. Ana mazungumzo nao. Nimeuliza. Kwa Trump anasema kwamba ana mazungumzo ya ndani kabisa na kikosi maalum cha kulinda mapinduzi IRGC. Kumbuka IRGC sasa hivi ndio wanatajwa kwamba wamekuwa akitoa maamuzi makubwa sana ya nchi ya Iran, na hata Mojtaba Khamenei unafahamu katika vile vita vya Ghuba vya mwaka 1982 naye alikuwa ni mmoja wapo wa wapiganaji. Lakini kwa upande wa pili wanakanusha nchi ya Iran kwamba hawana mazungumzo yoyote na nchi ya Marekani. Kwa hiyo kwa kweli kauli za Trump zinaendelea kushangaza ulimwengu kwamba wanaweza kusema kwamba ni kiongozi ambaye anataka nini au anaamini kule nini, kwa sababu ni mtu ambaye anabadilika sana, na inatajwa vile vile kwamba ni mtu ambaye hata kudini naye inakuwa ni kazi sana kwa viongozi wa kidunia.